Watanzania wenzetu wanataka nini kutoka kwenye tume kama hii? Kwa sababu kabla tujaanza kazi na sisi pia tumejiangalia wenzetu wanataka nini, Watanzania wenzetu. Kwanza wanataka uchunguzi kamilifu, usifanyike nusu nusu, uchunguzi kamilifu. La pili, wanataka tuwe wawazi kwenye kazi. Tatu, kama tuchukue ushahidi ambao utatumika. Sio tutachukua ushahidi ambao hauwezi kutumika. Kwa hiyo sisi ndio tunasema kwenye mambo mengine itabidi tuchukue ushahidi chini ya kiapo, lakini wengine inategemea itakuwa kwa taarifa. Uwazi, tunasema mikutano yetu mingine yatafanyika kwenye hadhara, lakini nyingine kwa sababu nyingine itabidi tuende kwenye faragha. Tutakwenda kwenye faragha kwenye mazingira maalum kulinda, kwa mfano, haki za mtu. Haki Tanzania sasa hivi kuna Data Protection Act kama mnafahamu. Labda yule mtu tunaogopa anaweza kudhuriwa akishirikiana na sisi na kadhalika. Kwa hiyo tuwekea parameters zile, lakini Watanzania wanataka tuchunguze kwa kina, tuchunguze kwa utaalamu, kwa kutumia data na kadhalika. Kwa hiyo nadhani hayo matakwa sisi tumeyaona na ndio atakayotuongoza katika kujibu hadidu za rejea. Natafuta msemo kwa Kiingereza ni rahisi, inabidi ni tafsiri, lakini kwa Kiingereza wanasema kwamba tume, we will leave no stone unturned. Hatutaangalia jiwe bila ya kuligeuza. Au wenyewe mnaweza kufuata tafsiri yenyewe, we will leave no stone unturned. Kwa hiyo naomba nihitimishe tu kwa sababu tuna muda hapa kwa maswali, kuwashukuru. Katika mjumbe mmoja ambaye tulikuwa naye, bahati mbaya ameugua kidogo, yuko safarini, ni Balozi David Kapia, ambaye mara nyingi alikuwa msaidizi wa Rais Mkapa kwenye mazungumzo ya amani Burundi, DRC na kadhalika. Kama muona, mmoja katika hadidu za rejea yetu ni kwamba tunaunganisha nini tume na maridhiano na amani, mmoja katika hadidu za rejea. Kwa hiyo uzoefu wa Burundi, DRC na mambo mengine itatusaidia, kwa sababu yeye alishiriki kabisa kama msaidizi kwa muda mrefu kwa Mheshimiwa Rais Mkapa hayati. Atatusaidia kwenye hilo na wengine. Kama tunasema tume, tutatumia utaalamu wengine kuja. Kwa hiyo nihitimishe tu kwa kusema kweli ni kwamba pamoja na uchungu mkubwa uliotupata, majibu ya mambo mengi karibu yote tunao sisi wenyewe. Tusaidiane, tuweze tukijibu hadidu za rejea kwa umakini, basi itakuwa ndio msingi wa mjadala ya mbele. Tunakwenda wapi? Tunafanya nini? Tunamwajibisha nani? Kwa nini? Muda gani? Na kadhalika.